Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia Mitume, utuombee. Majina yangu ni mamake Phoebe Mkatoliki. Karibu kwenye channel hii yenye ukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, njia ya msalaba, namna ya kusali rozari takatifu na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki. Masomo ya misa Dominika ya kwanza ya Kwaresma mwaka C. Somo la kwanza, Kumbukumbu la Torati sura 26 mstari wa 4 hadi 10. Kukiri imani kwa watu wateule. Somo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Musa aliwaambia watu, naye kuhani atakipokea kikapu mkononi mwako, atakiweka chini mbele ya altari ya Bwana Mungu wako. Nawe utasema maneno haya mbele ya Bwana Mungu wako: baba yangu alikuwa Mwaramu, aliyetangatanga huko na huko, akashuka Misri na kukaa huko akiwa na watu wachache, lakini huko akageuka kuwa taifa kubwa lenye nguvu na watu wengi. Halafu wa Misri wakatutenda vibaya, wakatudhulumu na kututumikisha utumwa mgumu. Hapo tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu, naye Bwana akasikia sauti yetu, akaona taabu zetu, masumbuko yetu na msiba wetu. Bwana akatutoa katika Misri kwa mkono wenye nguvu na kwa mkono ulionyoshwa, akitenda mambo ya kutisha na miujiza. Akatufikisha mahali hapa, akatupatia nchi hii, nchi yenye kujaa maziwa na asali. Ewe Bwana, sasa nimeleta malibuko ya mazao ya udongo ulionipa. Alafu utayaweka mbele ya Bwana Mungu wako na kumwangukia Bwana Mungu wako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 91 mstari wa kwanza na wa pili, 10 na 11, 12 na 13, 14 na 15. Kiitikio ni mstari wa 15 ba. Maneno ya kiitikio: uwe pamoja nami, e Bwana, katika taabu zangu. 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 Akaye katika ulinzi wake aliye juu, atapumzika katika kivuli cha Mwenyezi. Nitamwambia Bwana, wewe kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninaye tumaini. Uwe pamoja nami, e Bwana, katika taabu zangu. Hakuna baya litakalo kupata wewe, wala maangamizi hayatayakaribia makao yako. Maana Mungu amewaamuru malaika wake wakulinde katika njia zako zote. Uwe pamoja nami, e Bwana, katika taabu zangu. Mikononi mwao
watakuchukua. Usijikwae mguu wako katika jiwe, uwakanyanga simba na nyoka sumu. Utawapanda kwa mguu wana simba na joka. Uwe pamoja nami, Bwana, katika taabu zangu, kwa kuwa aliyeambatana nami. Nitamwokoa, nitamwinua yule anayelinjua jina langu. Ataniita, nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye katika taabu. Nitamwokoa na kumpa heshima. Uwe pamoja nami, Bwana, katika taabu zangu. Somo la pili. Warumi sura ya 10 mstari wa 10 hadi mstari wa 13. Kukiri imani kwa wanaomwamini Kristo. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, maandiko yasema nini? Yasema, neno liko karibu nawe, limo kinywani mwako na moyoni mwako. Yaani, neno la imani tulilolihubiri sisi, kwa maana ukiungama kwa kinywa chako Yesu ni Bwana, na ukisadiki moyoni mwako Mungu amemfufua katika wafu, utaokoka. Kwa moyo mtu husadiki apate uadilifu, kwa kinywa huungama imani apate wokovu. Kwa maana maandiko yasema, kila amsadikiye hataibishwa. Ndiyo maana hakuna tofauti baina ya Myahudi na Mgiriki. Bwana wa wote ni mmoja, huyu huyu, ni mkarimu kwa wote wamwitao. Maana kila anayeliita jina la Bwana ataokoka. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Somo la Injili. Mwinjili Luka sura ya 4 mstari wa 1 hadi 13. Aliongozwa na Roho nyikani na alijaribiwa na Shetani. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako Bwana. Wakati ule Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho nyikani muda wa siku 40. Alijaribiwa na Shetani. Siku hizo zote hakula kitu chochote. Zilipotimia mwisho aliona njaa. Hapo Shetani akamwambia, kama ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu. Shetani akampandisha juu, akamwonyesha falme zote za ulimwengu kwa mpigo. Akamwambia, nitakupa wewe enzi juu ya falme hizi zote na fahari zake, kwa maana zimo mikononi mwangu, nami nitampa mtu wa hiari yangu. Basi ukiniabudu, yote yatakuwa yako. Yesu akamjibu akasema, imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, umtumikie yeye peke yake. Kisha akampeleka Yerusalemu, akamweka juu ya mnara wa hekalu, akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini toka hapa, kwani imeandikwa, atakuagizia malaika wake wakulinde,
nao watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu wako kwenye jiwe. Yesu akamjibu akisema, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Baada ya kumaliza kila jaribio, Shetani akamwacha kwa muda. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.